ambao mnaendelea kuwa pamoja nasi katika ibada zetu hizi tunazoendelea nazo katika siku hii. Natumai leo inaweza kuwa ni siku yetu ya 9 kama sijakosea, na nipende kuendelea kuleta shukrani zangu za dhati kwenu, na pia kwa wale ambao wanatutazama kupitia Tukasa ETC channel. Tunasema asante kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Msituache mpaka pale tutakapofikia tamati ya mkutano wetu huu wa leo. Na pia nipende kusema asante kwa kuwa tumeendelea kuwa na Dr. Upendo katika ibada hii yetu ya afya, lakini pia Dr. Kefa naye amekuwa pamoja nasi. Tunaendelea kumwombea ili Mungu aendelee kumtumia vyema sana apendavyo. Kwa kuwa muda wetu umesonga sana, basi tutaanza na somo letu la afya kama ilivyo ada. Tutamkaribisha Dr. Kefa kwa ajili ya kutupatia yaliyomo kuhusu afya. Dr. karibu sana. Na wasalimu tena, hamjambo? Hamjambo tena. Na furaha kuwa pamoja nanyi katika. Kwa wale ni mara yao ya kwanza kutufuatilia kwenye mtandao, hapa ni kipindi cha afya na nakukaribisha. Recap ya jana tuliweza kuzungumzia juu ya allergy, na tuweza kusema kwamba tuna allergy, tuna allergen na response ya mwili ama the body kuweza counteract ile allergen. Tukasema kwamba watu wengi wanakuwa na allergy, na changio kuweza kuwa na allergy tukapata kwamba ni vyakula, environment pamoja na katika mazingira unapata kwamba unakuwa na allergen. Tukasema kwamba kuna allergy mbalimbali. Kuna ambao wako na allergy ya chakula, kuna allergy ya maji baridi. Tukaweza kusema kwamba mwili wako una uwezo wa kuweza kujitibu kama utasupply virutubisho ambayo inahitaji. Kwa hivyo tukaweza kuzungumzia kwamba unahitaji kutumia vyakula ambavyo vitaenda kusaidia katika kutoa ile allergy. Tukasema kwamba unahitaji kufanya detox, unahitaji kupata vitamini ambao vitamin C, vitamini A ni muhimu sana, lakini si kwamba vitamini E usipotumia vitamini zingine. Tuna vitamini A, C, D, K, ni muhimu sana kuweza kutumia vitamini hizi ambao itaweza kukusaidia. Kwa hivyo tukasema kwamba allergy unaweza kutumia hata sharubati ya karoti. Tukasema kwamba inatengeneza hadi ngozi yako inakuwa vizuri, inasaidia kutibu kama mtu ako na TB na mtu ambaye ako na shida ya mfumo mmeng'enyo, na pia inatibu magonjwa mengi. Na nikaona leo niweze kuleta, kuna watu wako na shida ya allergy, mwingine akatoa kwamba ukishaoga unajikuna kwa sababu uko na ile allergy. Kwa hiyo nikasema kwamba vitu ambavyo vina trigger allergy ni phosphate
ambao tunapata kwamba katika sukari ambao tunatumia ina chemical kama karibia 12 au kati ya 9 na 12 ambayo kutengeneza hadi sukari iwe sukari ambayo tunatumia. Kwa hivyo inawekwa wanaweka ile sulfuric acid, wanaweka kila chemical hizo kwa kuweza kutengeneza, na hatimaye inaleta allergen. Kwa hiyo tukasema kwamba unaweza tengeneza kitunguu maji, kitunguu saumu, tangawizi, turmeric, binzari manjano, unakamua limao 5 pamoja na asali, utajitengenezea syrup. Na sisi tuna yetu ambao tumetengeneza, na pia wewe unaweza fanya upande wako nyumbani. Kwa hivyo wale ukiwa na shida yote ya ngozi, unaweza kutumia mafuta yametengenezwa na carrot na mafuta ya mzaituni, inasaidia nywele, ngozi yako iwe nzuri. Ndio hata mimi ndio najipaka haya mafuta. Najipaka, nikishaoga najipaka. Kuna body lotion hapo, kuna hii ointment pia imetengenezwa, ni natural, utaweza kutumia kama unahitaji. Kuna shida ya ngozi, utaweza kuniona baadaye. Ulimwengu umechoka. Ulimwengu umekadhabika. Kila mahali watu wana msongo wa mawazo, wana uoga, tunaita anxiety. Na maradhi yanapozidi, maisha yanapokuwa magumu, inachangia kwa affect afya yako. Na leo nilikuwa nikisoma asubuhi, nikaweza kuona kuna binti mmoja aliweza kutoa maisha yake kule Zanzibar. Na akasema alikuwa na matatizo ya afya ya akili, kwamba alikuwa na uoga, alikuwa na anxiety, being anxious. Anxiety inaleta uoga, ni uoga fulani ambao unakuwa. Kwa mfano, unapata kwamba una matarajio ya kufanya kitu fulani, hujafanya, au kuna mambo hayaendi vizuri. Wengine wako kwenye relationship, ameachika, inamuaffect kisaikolojia. Kwa hivyo nikaona, na pia nikaweza kusoma, kuna kaka mmoja kule Bunda ameweza kumuua mwenzake, msichana mrembo, niliona picha, amemuua na baadaye naye akajimaliza. Kisa mahusiano, kisa relationship, kisha mapenzi. Yanauma. Na katika chuo nimefanya kwa muda mrefu vyuo mbalimbali na uzoefu, na nimepitia pale. Kuna mambo ya relationship, unaachwa leo. Niliwahi kuwa kule Nairobi, siwezi sema chuo gani, niliweza kwenda pale, mtu amekuacha, kesho ameleta mwingine, wanahisi come we stay, lakini wakimalisha chuo kila mtu anaenda kwao. Walioana tu kwa muda. Relationship hiyo imechangia. Sasa nikasema niweze kuangalia anxiety. Mtu akiwa na anxiety anakuwa na matatizo mengi katika afya yake. Nina kitabu hapa kinazungumzia juu ya stress, msongo wa mawazo. Stress ikizidi kabisa, ikipitiliza, inazaa sonona, depression. Utapata mtu anakuwa na matatizo, hatimaye wengine hadi anajinyonga. Unapata mwingine amekunywa sumu na matatizo hayo. Afya ya akili ni muhimu sana. Tuna madaktari ambao wamebobea mambo ya afya ya akili. Mimi nimebobea katika mambo ya tiba. Kwa hivyo nitakwambia mtu akiwa na afya ya akili, nitakwambia utatumia herb gani. Utatumia herb ni miti ya aina gani. Nimesomea miti mimi. Nimefanya kitu kinaitwa Natural Pharmacology and Pharmacognosy. Nimesomea miti. Hapa mnaita tiba mbadala, tunaita natural remedies. Kwa hivyo nitakwambia utatumia spice gani. Spice ni kama vile vitu vinatumika katika kuungia katika lishe ama chakula. Tuna sage, tuna parsley na vitu vingine. Kwa hivyo ukiwa na anxiety,
ukiwa na uoga, ukiona kila wakati unakuwa na uoga fulani, ukiwa peke yako unakuwa na uoga, mtu akibamiza mlango hivi unashtuka, vitu kama hivyo ndiyo changamoto. Lakini tunahitaji tuweze kuangalia hii anxiety, matatizo haya yanakujaje na vitu gani vitaashiria kwamba uko na hiyo matatizo ya anxiety, na hatimaye tutaweza kuangalia kutibu. Tuna vitabu ambavyo vinaelezea. Utapata mtu mwingine akiwa na hiyo anxiety, utapata kwamba wengine watakuwa na matatizo ya ngozi, atakuwa wakati mwingine anakosa usingizi, anajitenga mwenyewe, hataki kukaa na watu wengine. Pengine alikuwa na boyfriend akamwacha. Nasema kwamba ukiachwa achika. Wengine anasema kwamba nimeachwa, sasa ndio mwisho wa maisha. Maisha yanaendelea. Ulikuja kusoma au kuja kuwa na boyfriend, girlfriend, au kuja akikuacha, sasa unaona maisha yamekatika, utaacha shule, masomo yataendelea. Atakula ugali iko kwao na wewe ugali uko kwenu, na masomo yataendelea. Kwa hivyo wazo la leo, ukiachwa achika. Kwa hivyo unasema, unamaanisha nini daktari? Ukiachwa achika ni kumaanisha brush it off. Maisha yanaendelea. Usiende kujitoa maisha yako kwa sababu amekuacha. Mimi nilimsubiri mchumba wangu for 5 years akiwa chuo. 4 years wakawa na strike, wakaongezewa mwaka mmoja. Later amemaliza chuo, amepata degree yake na amepata na mume, degree 2 ya masomo na ya mwanaume. Nilikaa miaka 5, kasema sihitaji mambo ya relationship, wacha nimfanyie Mungu kazi. I stayed. Hata watu walitafuta, wanahitaji kukuletea, anataka akuletee mchumba. Basi nikaweza kuangalia hivyo, ni kwamba anytime is good time to start forming good habit. Today it is the day. Ni kwamba utakapokuwa unapitia mambo haya, utakapokuwa na sonona, utakapokuwa na hiyo anxiety, unahitaji uweze kuangalia vitu ambavyo vitaweza kukusaidia katika maisha haya. Unapokuwa na hii matatizo ya emotional health, matatizo ya afya ya akili ambayo ni hii anxiety, tunapata kwamba kuna kitu kinaitwa katika afya tunasema kwamba afya inatoka kwenye ubongo, ama afya ni mambo ya kisaikolojia, saikolojia pamoja na mwili. Ndio unasema kwamba afya ni you have to be physically, mentally, spiritually, socially fit. Socially, we are social being, human beings. Tuliumbwa na Mungu, tunakaa katika mahusiano. Kama hapa tumekuja pamoja, kujumuika pamoja, kusikiliza pamoja. Tumekuja chuo kusoma, tunaenda kanisani pamoja. Familia, tumetoka katika familia mbalimbali. Kwa hivyo tunahitaji, ukitaka kudivine afya, tunasema kwamba health is the balance functioning of all aspects of a person, body, soul and spirit. Temperance is the moderate use of everything good and complete abstination from every harmful, especially alcohol, beverage, tobacco na drugs. Unapata kwamba mtu akiwa na anxiety, mtu akiwa na depression, mtu akiwa na matatizo ya afya akili, ataingia kwenye madawa. Tuna marafiki zetu ambao wanatumia bangi. Sasa hivi wale amenipata kwenye gari pale, nilikuwa kwenye panel moja. Kuna watu ambao wanatumia madawa ya kulevya. Nilikuwa nikiwa guide. Nimeingia pale, nikaanza host ananijua, lakini kulikuwa kuna watu wengine. Nikawaeleza kuelezea kwamba ni vizuri kuweza kuwa na afya njema. Usiwe na mawazo asi, kuwa na mawazo chanya. Ndio tunasema high self esteem itaweza kusaidia, utaweza kuwa vizuri. Kwa hivyo katika mambo hayo utakuweza kuwa kwamba understanding this the relevance of physical, social and spiritual health, develop a model of conduct and lead us to healthful life.
na integrate advice on health in our daily life. Katika maisha yetu ya kila siku tunahitaji tuweke kipaumbele juu ya afya, na tunasema kwamba afya ni uchaguzi, sio kubahatisha. Hakuna mtu atakuja kukuangalia afya yako, hakuna mtu ataweza kukuwezesha uweze kuwa na afya. Wewe ndio uchague. Ukiamua kwenda kuchagua vibaya, utapata na madhara ya kutokuwa na madhara ya kukosa kufuata kanuni za afya. Kwa hivyo our body, tunaangalia body na mind ni viwanja ambavyo vinahusika katika afya, ambao vinapata zile changamoto. Inasema kwamba uwezo utakapopata matatizo ya kisaikolojia ita affect mwili wako. Kwa mfano, mtu ambaye ako na anxiety atakuwa na irritable bowel. Wakati mwingine utasikia tumbo linauma, wengine hata naarisha, na pia wengine atakuwa na vidonda vya tumbo. Wangapi wamekuwa ameumizwa na akadevelop vidonda vya tumbo? Mwingine atakuwa na dyspepsia, mwingine atakuwa na kiungulia, wengine atakuwa na matatizo rhinitis. Unapata kama kichwa na makelele fulani yanapiga. Utakuwa na matatizo ya kukohoa. Kwa hivyo vitu hivi tunaita psychosomatic, means that disorder originates in the mind and shows up in the body. Kwa hivyo inaanzia from the mind, inaenda kwenye body, na hatimaye utakapokuwa unakuwa na magonjwa haya. Tutaenda kuangalia kuna magonjwa mengi ambayo yanahusika na matatizo ya emotional health ama mambo ya anxiety na nini. Kuna wengine watakuwa na shida ya ngozi, kuna wengine watakuwa na pressure, wengine watakuwa na matatizo ya obesity. Mwingine akiwa na hiyo stress atakula zaidi, na kila saa anakula apotezee hiyo stress anayopitia. Anapeleka emotion ile, nampeleka kula, kila saa anakula, atapata hivyo, atapata matatizo. Wengine wanakuwa na eczema, wengine atasikia nywele zinanyonyoka na anasikia tumbo limejaa. Hizo ni baadhi ya matatizo haya. Wengine kama wako kwenye ndoa, hana feelings tena, anaumwa na kichwa mara kwa mara, na anakuwa na insomnia. Insomnia ni kukosa usingizi. Yaani usingizi unapotea tu. Unaanza tu kukaa. Kwa hivyo utakapokuwa na matatizo kama hayo, ukiona dalili kama hizo, unasikia kila saa una panic, unaogopa. Yaani hata ukiletewa paper unaogopa kabla hata hujaangalia paper, unajua ni ngumu. Paper ni rahisi tu. Compose yourself na uweze kuangalia questions na mambo Mungu anayaleta tu. Unapata kwamba mtu ana panic. Kwa hiyo mwingine ana fear, anaogopa na anakuwa na hiyo panic. Na unapata kwamba wakati mwingine mtu anatokwa na jasho, yani mwili unaanza kusweat tu ghafla. Those are the signs of this anxiety, na kuwa na emotional matatizo ya emotional health ambayo tunaangalia. Kwa hivyo ni vizuri tutaangalia jinsi ya kuweza overcome this na how to control it. Ukiwa na anxiety, ukiwa na matatizo kama haya, make sure pata mtu mmoja ambaye unamtrust, unaweza share na yeye. Kuna madaktari wa afya akili. Mimi ni mshauri ama counselor, pia ni peer educator, ni mwalimu wa marika. Nilikuwa train na Unilever, nimefanya kule miaka 7 nikifanya hivyo, na pia ni VCT counselor ambayo nahusika katika mambo ya VVU. Nimefanya zaidi ya miaka 2000 mpaka leo ni miaka ngapi? Nimekuwa nikifanya kazi hiyo, nafanya facility yoyote nikivolunteer. Nimevolunteer East Central Africa. Kwa hiyo anxiety, utakuwa na hiyo restlessness, unasikia umechoka bila sababu. Wengine wanakuwa na irritability, mood swing. Wakati mwingine unasikia kama tremor,
kama mtetemeko wa ardhi, yani kwenye mwili wako unasikia unakuwa na hiyo kuto concentrate, unashindwa kuconcentrate. Kwa hiyo utakuwa uni dalili za kuonyesha uko na tatizo hili la anxiety. Na ukiwa wengine kwa sababu ya mambo haya, ndio nikasema kwamba better to live a relationship. It's better to break a relationship than to break marriage. Yani katika relationship ni vizuri uweze kuvunja ili uweze kuwa na afya njema kisaikolojia, kuliko umefika kwenye ndoa na uweze kuwa na matatizo haya. Kwa hivyo utakapoona hii mambo yanatokea, better you break. Ukiachwa, wakina dada, ukiachwa, achika na maisha yanaendelea. Usije ukashikilia. The more unashikilia, the more unaumiza moyo wako. The more unaumiza, unakuwa na matatizo ya hiyo ya anxiety, hatimaye utaenda depression. Yule kijana ameua mpenzi wake. Akishamuua kamchoma na visu, mtaona kule Bunda, nimeona kwenye mtandao, anaye baadaye akajiua. Zanzibar kuna binti akatoka usiku, akatoka nje, mama alikuwepo, mama akienda swala asubuhi saa 10 ile anaamka, ndugu yake ndiye amempata kula akienda kutafuta kwenda pale shambani, akampata ule binti amekufa. Watu wanajua, watu wamekunywa sumu, wengine wamepigwa risasi. Kwa sababu ya hiyo ni kwamba afya ya akili, mtu anaacha nyumba yake nzuri, anaacha kila kitu, anajiua. So let us check on that. Nasema kwamba advice, never force yourself katika relationship. Ukiachwa, achika. Ukiwa ni kijana umeachwa na binti, achika roho safi. Maisha yanaendelea, fanya kazi yako. After all, hamkuzaliwa pamoja. Kila mtu alizaliwa kivyake. Na mbinguni kila mtu ataenda kivyake. Na uhusiano wako na Mungu uwe namba moja. Take that time. Ukiwa na nini kama hiyo, you need to pray. Uchukua muda kuweza kuomba. Never force yourself. Number 2, kwa wale wanakosa usingizi, wakati mwingine unakosa usingizi, usijilazimishe. Ni kwamba kuna vitu ambao, kwa mfano mtu ambaye ako na insomnia, anakosa usingizi, anahitaji kutumia asali vijiko 2, itamletea usingizi. Ya pili, anahitaji kula mbiringanya. Pika mbiringanya yako sahani moja, kula vizuri, itakuletea usingizi. Kuna ingine inaitwa St. John's Wort. Tuna ashwagandha. Ashwagandha ni herb moja, inatoka kule India, na nimetumia sana. Nimempatia binti mmoja kule Nairobi, alikuwa na hiyo anxiety, ako vizuri, ameniambia amepona, na yeye sasa ananiletea watu wengine wenye matatizo kama hiyo. You need to uweze kula chakula kidogo ukiwa na matatizo kama haya. Unajua ubongo ninatumika katika mfumo wa umeng'enyo. Ndio unaona hata sisi tukipata mwenda wazimu, sapa yake saa 9 kamili. Kufikia saa 1 usiku, mambo ya umeng'enyo imeisha, ubongo unaanza kupanga faili zake. Tunampa dawa ya usingizi, analala. Tuna dawa Bonano, dawa ya usingizi, pamoja kuna dawa zingine ambao unatumia ili uweze kulala. Unapolala, usingizi ni dawa by the way. Ukiwa na matatizo kama hayo, ukilala utarudi vizuri. You need to have a walk, kama hapa campus mna sehemu nzuri ya unatembea tu, unaangalia miti, una meditate, unamshukuru Mungu. Kwa hivyo inakusaidia. Kwa hiyo ukiwa na matatizo kama hayo, utaweza kufuatia kuweza kuwa na afya njema kwa kufuata vitu hivyo. Unahitaji kutumia rosemary, tunaita rosmanus, rosemary. Mkihitaji tutawaletea. Ninasaidia memory.
unakumbuka kila kitu uliosoma. Me, I used to take that and I can make ile capsules yake na tumia ama pill, na pia unaweza tumia infusion, kijiko cha chai kwa maji ya moto, baadaye unaweka na asali, inakusaidia ukiwa na matatizo kama hayo. Unahitaji kutumia chamomile, ni nzuri, inasaidia kurelax nerves, inasaidia mambo ya afya akili. Na pia unahitaji kutumia sharubati ya karoti pamoja na spinach, inasaidia pia mambo na mishipa. Unahitaji kutumia sharubati ya karoti na itaweza kukusaidia yule ambayo ako na matatizo haya ya anxiety, ambayo imekuwa ni changamoto kwa watu wengi, afya ya akili. Katika kipindi hiki ambayo tunaishi katika kufunga historia ya ulimwengu, matatizo ya afya ya akili itaenda juu sana, na ukitaka kupona na kustahimili, you need to read the Bible. Itaweza kukusaidia, kuna mafungu ambayo yatakusaidia, and you need to pray. Maana economy, niwahakikishie wanafunzi, uchumi hakuna siku itakuwa vizuri, itaendelea kuwa mbaya mpaka Yesu arudi. Lakini Yesu ametuahidi kwamba atakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa dahari. Kwa hiyo ikiwa mbaya, tuko pale pale na Yesu anatuongoza, tunapita nayo. Kwa hivyo usiweze kufikiria kwamba kuna siku uchumi itakuwa nzuri. Hamna. Ni sisi kukomaa tu na situation na environment. Tunajua kwamba it's with the time. Wakati mwingine huwa najicomfort kwamba leo nimekosa, kesho nitapata. Kuna watu wengine learn to accept seasons. There's time of abundance, there's time kukosa. Nashukuru wazazi wetu walitulea. Mimi wazazi wetu walitulea, waliambia kidogo cha kwetu ni cha kwetu, usitamani kikubwa cha watu. Na that's why tumesimama. Wazazi wetu walifariki, ndugu zetu, but we have stood because they laid a good foundation. And for you coming to this institution, God ordained uje hapa na uweze kupata ujumbe huu na uweze kusaidia wewe na uweze kuwasaidia na watu wengine. Afya ni uchaguzi, sio kubahatisha. Pengine kuna mtu ako na swali. Because of time kama kuna mtu ana swali, yes. Nitoe kisa kimoja kama mtu anapoendelea kufikiria. Siku moja nimekuwa Kisumu kule. Mama moja alikuwa tayari kuua familia yake yote. Ilikuwa ni mwaka wa 2007. Mama yule alipatwa na ugonjwa wa ukimwi. Na akasema baba ndiye ameleta. Jioni alikuwa ameweka sumu tayari kuangamiza watoto pamoja na baba na yeye. Saa 10 alipata simu yangu. Na aliponipata simu yangu nikamwalika akaja. Nikamfanyia counseling, nikamwambia pigia mume wako aje. Akaja na akatoa kwamba nilikuwa ready kumaliza kila moja because of the situation ya ugonjwa. Kwa hivyo they saved their life. Kwa hivyo ni vizuri kuongea ukiwa na shida, speak to Jesus. Share and you will be fine. Leo nimepata message moja kwa rafiki yangu. Miaka mingi hajawahi kuniambia kwamba aliwahi kufanya ponyeto, masturbation. Sasa hivi ako na shida katika ndoa yake. Akaniambia nilishindwa, lakini leo niko tayari kukuambia. Nikamwambia utapona shida yako. Kwa hivyo kuna watu wanapitia mambo hayo na amekuwa na matatizo ya afya ya akili. Mungu atakusaidia, utapona. Swali? Yes.
samani kidogo wakupe kipasa sauti. Naanza yule alafu wewe. Okay. Yule alishapewa kipasa sauti na kusikiliza. Ndio, nilikuwa na swali. Umeongelea juu ya rosemary capsule. Swali langu ni kwamba hiyo anaweza akatumia mtu ambaye hajaathirika na ule ugonjwa ambao uliusema. Pia swali lingine, yani labda niendeleze pale kwamba mtu ambaye hajaathirika na ule ugonjwa uliosema anaweza akatumia pia kwa kesi ya kujiongezea zaidi, yani kuwa na wepesi kwenye brain yake. Alafu pia kitu kingine unaweza ukatuelezea, maana hizo rosemary pia ni mimea ambayo inapandwa. Unaweza ukatusaidia pia kutuambia jinsi ya kuandaa. Kama mimi naweza nikapanda na nikaandaa nikawa natumia hata nyumbani. Asante sana kwa maswali mazuri. Inatumika kwa watu walio na shida ya afya akili. Inatumika kwa watu ambao wako na kansa, walio na uric acid. Jana mliniuliza juu ya swali juu ya uric acid, unatumia hiyo rosemary. Pia inasaidia kikojozi, mtoto anayekojoa kitandani. Hata mtu yeyote ambaye anakuwa na shida hiyo, unapotumia inakusaidia. Na inatoa ile brain fog. Rosemary pia inasaidia mfumo mmeng'enyo. Ile tunaita ina increase microbiome, ina increase wale bakteria wazuri tumboni. Rosemary inasaidia kama wewe unayesoma uweze kutumia kama kwenye chai. Capsules tunatengeneza, lakini ni vizuri uweze kunywa kama chai. Inatumika kama spice. Kuandaa kwake unahitaji ukiotesha, ni miche tu unaweka na inaota. Unaweza nunua pale sokoni, ukienda sokoni utapata amefunga bunch ya 2,000, utachukua ile utaotesha. Ukiotesha kama miche 20 ni hela ya kutosha, maana ni hela, nisije nikataja watu wakashangaa. Ukienda kwa supermarket utapata kilo moja kama 80,000 zingine kwingine. Kwa hivyo ni nzuri sana, unaweza andaa kwa kunywa kama chai. Unachanganya, unatumia asali. Unapotumia rosemary, nikisema chai ya rosemary na asali, usitumie sukari. Maana sukari tumeona madhara yake yapo. Asante sana. Kwa hivyo pia ukishikua na majani, kausha ndani. Baada ya kukausha, saga, chekecha, paki vizuri. Unatumia kipimo ni kijiko cha chai kutwa mara 2. Asante kwa swali nzuri. Mengine mtanifuata. Dokta, umeelezea dalili za anxiety, ukaelezea na jinsi ya kuweza kuepukana nayo, lakini hujatuambia sababu ambazo zinaweza kupelekea mtu kuwa na anxiety. Sababu zinaposababisha mtu kuwa na anxiety ni kuna environmental, mambo ya relationship, pengine umeachika kama yule binti yangu nafanya, na hii project yangu nahitaji niimalize on time kwa siku fulani, ninakuwa na anxious. Within 3 months nimesubmit project yangu, you become anxious, and that one inakufanya unakuwa active uweze fulfill your promise. Sawa sawa. Kuna mambo mengi yanatengea. Wengine wako na magonjwa, mwingine anasema ugonjwa utapona kweli. Tayari kwa mfano mtu apate kansa sahihi, anaanza kuwa anxious. Kansa haiponi. By the way, kansa inapona. Mimi nishaona watu stage 4 wamepona. Hata mwingine nilimwambia utapona kansa ya spine, alipona. Psalms 103 verse 1-3. Zaburi 103 aya ya 1 hadi ya 3 ndio fungu letu la mwisho. Nasema tusisahau fadhili zake Mwenyezi Mungu, yeye asamehaye dhambi zote na aponyaye magonjwa yote. Mungu yuko tayari kutusomea kama tumekosa. Yuko tayari. Mwingine anasema mimi nimekosa, I'm worthless. You are so precious before God.
Anasema katika Isaya 1:18, njoo tusemezane. Ingawa dhambi zako nyekundu kama damu, taisafisha iwe nyeupe kama theluji. Yesu anatuita, come let us reason together. When you come up in your mind, accept situation, what you have passed through. Ukisha accept, uponyaji unaanza hapo. Moyo mchangamfu ni dawa kwa mifupa. Mungu atubariki. Tuombe. Kama kuna mtu amna, wengine utanitafuta, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu uketie juu mbinguni, na kushukuru tena katika jioni ya leo umekuwa pamoja nasi. Asante kwa sababu ya somo hili nzuri. Mungu wa mbinguni, naomba zidi kuwabariki vijana hawa wanapokuwa katika masomo yao, zaidi ya mno wa kutegemea wewe. Kuna changamoto za maisha wanapopitia, pengine ni financial constraint. Mungu wa mbinguni, wanapokuwa katika changamoto hiyo, wajue kwamba kuna wakati wa kukosa, kuna wakati wa kupata. Waweze kukubaliana na hali hiyo, isije kaenda kuaffect afya yao. Kuna changamoto za maisha, Mungu waweze kujua kwamba mambo haya yanapita. Wakikutegemea wewe, watakuwa na ushindi hakika. Utuongoze tena Mungu wetu, mbariki mchungaji na neno la siku ya leo. Na Baba yetu, tupe maneno ambayo umekusudia watoto wako wapate katika juma hili. Ni katika Kristo naomba nikiamini. Amen. Mungu atubariki sana. Kesho saa 3 hadi saa 4 nitakuwa na kipindi Radio 5. Unaweza fungulia Radio 5 na uweze kusikiliza kama utakuwa na muda. Mungu atubariki sana.